it's never one-faced. It's never one-faced, it's multi-faced. Yaani wanga na sura nyingi. Akitenda jambo moja, wanga amekamilisha mambo kadhaa na hilo jambo moja. Mungu anataka kuonyesha utukufu wake na anaweza kuonyesha tu kwa kanisa. Kanisa ndio nafasi, ndio mahali ambapo Mungu anaweza kuweka kama billboard yake, aweze kuweka utukufu wake. Na even as he does that, I will explain more. Even as he does that, he wants to prove his faithfulness. Amen. Anataka hata kuonyesha ukweli wa neno lake. Kwa sababu kanisa limekuwa likidhihakiwa na ulimwengu. Tumekuwa dhihaka ya ulimwengu. Ya kwamba it's like there is no difference between us and the world. But God now wants to make a distinction. Anataka kuweka mipaka. Idhihirike wazi ya kwamba hawa ni watu wangu na wako tofauti. Moses kuna kitu aliambia Mungu. Wakati alikuwa anamwambia atembee nao. Aliuliza itajulikanaje sisi ni tofauti kama uwepo wako hautaenda nasi? What was he saying basically? Uwepo wa Mungu ndio ututofautisha na ulimwengu. It's the presence of God in our lives that puts us aside, that makes us different from the people of the world. Lakini kuna kitu ambacho anatamani kwetu. Tumesema hivi, tumesoma Hebrews ya kwamba without faith you can never, it's impossible. It's not hard. It is impossible to please God. What does that by extension tell us? That with faith you please God. Imani, ukiwa na imani unafurahisha Mungu. Kwa nini? Unampatia nafasi ya kufanya what he loves best and what is best at. Yaani kujidhihirisha. Hawezi kujidhihirisha mahali ambapo hakuna imani. Where there is no peace, where there is no faith, God cannot work. It is impossible for him to work in a faithless environment. Then, what is our responsibility? Our responsibility, tumeisikia in Isaiah 60. Amesema hivi, arise, shine, for your light has come. Ningependa kuangalia haya maneno vizuri. Wewe una jukumu ya kuinuka. Na unaambiwa kile ambacho kitafanya ushine it's not coming from within you. Your light has come. Mwanga ni nani? And the glory of the Lord rises upon you. Ni mwanga wa Mungu. It's the glory of God. Ni Mungu. You have a responsibility to arise, and God is going to shine upon your life. In fact, nilipokuwa naangalia hao maneno, nilikuwa nafikiria mambo ya jua na mwezi. Ya kwamba mwezi tunajua haina mwanga. Mwanga inatoa mwanga wake kwa jua. Na kwa hivyo lazima mwezi ijiweke katika hali ambapo jua litaweza kuimulika ndio nayo iweze kuangaa. So it is upon us to rise. Ndio nayo nuru ya Mungu iweze kuonekana maishani mwetu. Na ndivyo tunaambiwa hivi. Darkness covers the earth. Ni kweli. Kuna giza totoro. Hizi ni siku za mwisho na hakuna yule ambaye anafuata maneno mnasikia. Na mnajua ya kwamba things are getting thicker and thicker. Sasa hata sio locally, globally. Kama ni hizi manini zinakuja, hizi COVID, ni kama kuna mtu anaziachilia. Hata mnaambiwa in advance mtapata gani. In fact niliona wakisema sijui ile inakuja, is more contagious, sijui nini. Ni kama kuna mtu anazitengeneza, anajua sasa ataachilia gani.
Na hiyo haifanyiki hapa Kenya. Hapana. What am I saying? That kama kuna mtu anaweza kupangia walimwengu vile watashikwa kishikwa na magonjwa mara kwa mara, hivyo imefika kiwango kingine. So darkness is becoming thicker and thicker. But the Lord, Biblia inakwambia but the Lord. Unajua giza inakuwa thicker and thicker, but the Lord rises upon you and his glory appears over you. Hiyo giza haizuii Mungu kujitukuza. In fact, katika giza wapendwa, that is when you see light best. Sasa nikitoka hapa nje na torch, nimulike, itabidi niangalie kama kweli inaona. Kwa sababu siwezi nikaona. Lakini kukiwa na giza, upige torch hivi, utaona mpaka mahali hiyo beam inaenda. So my point ni ya kwamba vile giza inaendelea kuwa totoro, nayo utukufu wa Mungu ndivyo utaendelea kudhihirika zaidi. Lakini ndio idhihirike, itabidi kanisa liinuke by faith. Mungu anatafuta watu ambao by faith wataweza kuinuka na watambue ni wakati gani huu tunaishi, wajiposition na wajue kuna giza, na hiyo giza inaweza malizwa tu na sisi kuinuka, ndio Mungu aweze kujidhihirisha. Hili jambo limesema mara nyingi sana, hata mtumishi wa Bwana ameisema. Mungu anatupenda na anatupenda kwa njia kubwa sana. Hilo ni jambo ambalo linatakikana, sio tuwe tukilisema kwa sababu tunasikia linasemwa, ama tunalisema kwa sababu tunaambiwa. Ni jambo ambalo linatakikana liwe deep within. Yaani liwe unalisikia uko ndani yako. Unasikia ni kweli umependwa. Yaani you don't need anybody to persuade you. You know God loves you and you are persuaded. I love it when I read in the Bible, mtu anasema I know, for I know, for I know. Hao ni maneno ambao yananifurahisha sana. Na ni vizuri na sisi tufike mahali ambapo hata ukiwa katika hali gani unasema I know God loves me. I know God loves me. I know God loves me. Na kwa sababu anatupenda, nimesema anataka kudhihirisha uaminifu wa neno lake na uaminifu wake. Kwa hivyo kama kanisa, kama tuna any area of unbelief, we must shed it. Ni lazima tuiondoe. Lazima tujue kama yule mzee aliulizwa na Yesu juu ya kijana wake, akaulizwa, do you believe? Huyo mzee alilia akasema, I believe, help my unbelief. Ya kwamba Mungu ninaamini, na kama kuna kutoamini ndani yangu, na kuomba unisaidie. We must get there. Kwa sababu tumeambiwa tukimlilia na tukimwambia atatusikia. God, I believe that you love me. And if there is any area of unbelief in me, help me. Help me. Kwa sababu unbelief, it hinders God, it limits him in our lives. Unbelief inazuia Mungu kutenda kazi maishani mwetu. Ukiangalia katika kitabu cha Matthew, let's go there. Matthew 13. Matthew 13, 54 to 58. Matthew 13, 54 to 58 inasema, coming to his hometown, Jesus, he began teaching the people in their synagogue, and they were amazed when he
did this man get this wisdom and these miraculous powers? They asked. Isn't this the carpenter's son? Isn't his mother's name Mary? And aren't his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? And all his sisters with us? Where did this man get all these things? And they took offense at him. But Jesus said to them, only in his own town and in his own house is a prophet without honor. And he did not do many miracles there because of their lack of faith. Yaani kwa sababu Yesu alienda kwao ambako wanamuita kijana wa Mary, kijana wa Yusuf, wa Joseph, na mahali ambapo anasema ndugu zake wanawajua, dada zake wanawajua. Biblia inasema ya kwamba for their lack of faith hakuna maneno mengi aliweza kufanya. I want you to compare this. Na yule centurion, yule alimwambia hata usije, just said a word. Compare this kind of environment na hiyo ya tu maneno tu. Yesu tu maneno. Alisema, hata Yesu mwenyewe alisema imani kama hiyo hakuwa ameiona Israeli. So kutoamini kunafanya Mungu akose kufanya kazi maishani mwetu. Ujumbe ni kwa kanisa. Usikuteze hiyo ya kwamba Mungu anataka kujidhihirisha. It's time he is ushering us into a new season. As a church tunapelekwa katika majira mpya. Tunapelekwa in a new season. But we must rise up by faith. We must position ourselves by faith. Ndio Mungu aweze kutembea nasi haya majira mapya. Nilisoma Joshua 21:45. Hata hapo tutaenda Joshua 21:45. Sikia yale maneno yako pale. Yaliandikwa na Joshua 21:45. Anasema hivi: not one of all the Lord's good promises to the house of Israel failed. Everyone was fulfilled. Not one. Yani hata hakuna promise, ahadi hata moja Mungu alikuwa ameahidi wana wa Israeli, hata moja ilianguka ama ikakosa kutimika. Hadi maneno tunayasoma katika kitabu cha Joshua. Lakini nilishikwa na huzuni nilipoona haya maneno, kwa sababu ningependa mtambue ya kwamba hao ambao wanaambiwa hivi si wale walitoka Misri. Si hicho kizazi. This is not the Moses generation. This is the Joshua generation. Ile generation ambao ilikuwa imepewa hizi ahadi zote, apart from Joshua na Caleb, walikufa. Sasa wale ambao wanatimiziwa si wale waliahidiwa. Ni tofauti, ni watoto wao. Na shida ilitokea wapi? Shida ilitokea vile ambavyo Hebrew 4:2 inasema. Hebrew 4:2 inasema hivi: kile ambacho waliambiwa, they did not mix it with faith. So for God to work in our lives, for God to accomplish what He has promised to accomplish in our lives as the church, even as God tells us
that is going to usher us into a new dispensation, a new season, we have a responsibility to mix what he's telling us with faith. Tusipounganisha unless we mix it with faith, itakuwa kama wana wa Israeli hao ambao Biblia inatuambia vile ambavyo walikuwa wameahidiwa lakini hawakusaidika. So it means it doesn't matter the promises God is going to give us. It doesn't matter how many preachings or teachings we are going to hear. If we are not going to mix the same with faith, it will not help us. God will keep on promising us, but we are not going to see His word fulfilled in His life, in our lives. He's faithful. His word is forever settled in heaven. And the Bible tells us that it never goes back to Him void. But even after it has said all that, without faith, haitarudi kwake, lakini itatafuta ile roho iko tayari iweze kutimiza yale ambao amesema. And that is why, so the children of Israel missed their season. They missed their season. Mungu alikuwa amewaambia, I'm going to give you rest. Na wapeleka mkapumzike. Na wapeleka Egypt, Canaan, a place flowing with milk and honey. And I'm giving you rest. But they missed it because of lack of faith. And as a result, they missed to witness the faithfulness of God. And they missed their promise. Wakati tunaongea mambo ya sisi kuwa watu ambaye Mungu anataka kuonyesha splendor. In fact, mtumishi wa Bwana alielezea vizuri. And that is true. Ya kwamba ni watu wengi usema fulani ana Mungu kwa sababu ya kuona yale ambayo Mungu anatenda maishani mwako. Yaani vile Mungu ametenda maishani mwako inafanya Mungu aweze kusifiwa. Kuna mtu alikuja kwetu wakati fulani, na kuna jambo aliona, akauliza, na hili jambo lilitendeka aje kwetu nyumbani mali tuko na bibi yangu? Tukamwambia ni Mungu alitenda. Akatuambia acha okoka. Akatuambia hebu toeni Mungu kwanza katika hiyo hadithi. Hebu nipatie details unaoeni Mungu, nipatie how did it happen. Tulimwambia sasa ukitoa Mungu hiyo hadithi hatuwezi tukaipeana. Sijui tutaianza wapi bila Mungu na tutaimalizia wapi bila Mungu. Na kwa sababu aliachia hapo kusukuma, then yule mtu alienda akisema kama hilo jambo ni Mungu amefanya, basi Mungu fanya. What is my point? Mungu anataka kutenda mambo maishani mwako ndio atukuke na atukuzwe na hata wale ambao hawamjui. Waseme kama huyu amefanya hivi. Kama ni ndugu John yuko hivi, then huyu ni Mungu. This must be God. Kwa sababu there is no any other explanation apart from God. So that is Mungu hivyo ndivyo anataka. So what are some of the responsibilities that we have? Tumesema lazima to arise. Lakini even as we arise, huwezi ukangojea kitu ambacho hujui kama umeahidiwa. Is that true? Huwezi kuja kuniitisha kitu ambacho nimekuahidi unless you know what I promised you. So how do we know what we have been promised? So that God may do it and His name be glorified.
Lazima tusome neno la Mungu wapendwa. Neno hatutakuwa tunangoja tusomewe na pastor ama na mtumishi. Na kile ambacho kinafanya muone watu wanadanganywa all over, wanadanganywa hata na diviners, wanadanganywa na wale wanawadanganya, ni kwa sababu hawajui ni nini Mungu ameahidi watu wake. Yaani inakuwa hata ni kama mtu anataka umhonge ndio na wewe upeane, yaani umhonge ndio ubarikiwe. And that is not the position. Mungu kuna yale amekuahidi. Na kama amekuahidi, jua ni nini amekuahidi. Na kwa sababu ahadi zake zote ziko katika neno. You must know the word of God. Na ndio tulikuwa tunaongea mambo ya knowledge. We must know, we must add to our faith, we must add knowledge. You can't claim a promise unless you know it exists. That's what I meant. Jambo lingine muhimu sana is that your faith is only equal to your knowledge. Faith yako haiwezi inuka zaidi ya kile unajua. Haiwezi inuka zaidi ya kile unajua. Faith yako itafika mahali kama, okay, let me explain. Kama ujui Mungu anaponya, itawezekanaje uende ukaambie Mungu akuponye? Kwa hivyo lazima ujue Biblia imesema by the stripes of Jesus we were healed. Ndio uende uambie Mungu umeniahidi, sasa niponye. And there is something that the servant of God said which is true. Ahadi zote za Mungu zile alituahidi, they are already present. Si kitu kitafanyika kama ni kuponywa umeponywa. Sasa ni juu yako uchukue huo uponyaji. Unajua huku ana shida kuokoka. Huku ulipookoka, uliposema nimeokoka, sio kumaanisha ulisikia umeokoka. You didn't feel anything. Huku sikia umeokoka, lakini uliamini umeokoka. Na kama wanaume kama sisi ambao tulikuwa tunakunywa vitu fulani, tunavuta vitu fulani, wakati umesema nimeokoka, unaachana na hizo vitu, sio kwa sababu umesikia umeokoka, lakini kwa sababu unaamini umeokoka. Na wakati niliamini nimeokoka na nikaachana na kile nilikuwa nakunywa ama kile nilikuwa navuta, na sio bangi tafadhali, sio bangi. Wakati niliachana na hizo, si kurudia, na sio ati kwa sababu nilisikia tofauti, ni kuamini niliamini. What is the point? Nao kuponywa ni hivyo hivyo. Unaambia Mungu by your stripes nimeponywa. Sio lazima tusikie umepona, lakini amini, si neno la Mungu. Vile neno la Mungu limekwambia umeokoka na ukaokoka na ukaamini umeokoka, na labda miaka 10, 20 imeisha bado unasema umeokoka, hivyo ndivyo utasema umeponywa na uamini umeponywa na ukae ukijua umeponywa. Kwa sababu umeponywa. Kwa sababu ile ahadi Mungu amekupatia, they are not in the future. Biblia inatuambia ukiamini Yesu Kristo unapewa eternal life. Ulipewa. Na hata saa hii if I want to drop dead and I won't die, niko na kazi nyingi sana kufanya. I already have eternal life. Sisi tunaenda kungoja, hapana, nimepewa. Na mimi kile naweza fanya tu ni kulala, sio kukufa. And hata wewe, you have already been given. Kile Mungu alikuahidi umepata. Bwana tukuzwe. So you must know what God has promised you, because you cannot raise your faith above your knowledge. Jambo lingine, usingoje mpaka usukumwe na shida. Yaani situations hizo zinakusukuma mpaka, let me explain. Kuna kijana ambaye alikuwa anataka kwenda safari hizi za meli, zinaitwa voyage. Na huyu kijana hakuwa na pesa. Na kuna tajiri mmoja alisikia juu ya hiyo shida hiyo kijana.
na akaenda akamlipia hiyo voyage. Alipomlipia, kijana kaingia kwa meli. Siku ya kwanza hakukula, ya pili hakukula, ya tatu akamwendea yule chef wa huko, akamwambia, nisaidie tafadhali, nimenye viazi ndio na wewe unipe chakula, kwa sababu kwa hizo siku mbili si chakula. Akamwambia, wewe wakati ulilipa fare, of course hapo anajua kama ni ulilipa. Aliambiwa wakati ulilipa fare ilikuja na kila kitu. Kwa hivyo hakuna kitu kingine unahitaji kufanya ndio ukule. What is my point? Ya kwamba tusingoje mpaka wakati tutajipata katika hali ati ndio tuende tukatafute kama hiyo hali kweli imelipiwa. By the way, wakati uliokolewa, the word salvation kulingana na original meaning ni total restoration. Yaani sio tu kuokoka tuende mbinguni. Hapana, upewa uponyaji, ukapewa kila kitu. Sasa kazi yako ni kuchukua. Hakuna kitu ambacho kilibadilika. Nothing changed. Hakuna kitu ambacho kililetwa ambacho hakikuweko. Ati kitu kipya was brought in the scene. Hapana, everything was as it was. Hana, Elikana, Mungu, kwenda Shilo, all that. Lakini kwa sababu ya kumlilia Mungu, mambo yakabadilika. Nothing else changed apart from Hannah taking her need to God. She realized where children came from, and actually she got more than she had asked. Biblia inatuambia kwamba Mungu hufanya zaidi ya yale ambao tumemwitisha. Exceedingly more than we asked for. Si tunajua kwamba alipata watoto wengine 5. Hana alikuwa ameitisha mmoja, lakini Mungu alimpatia 5. Mungu angependa tuwe tunafurahi. Si tumeona ya kwamba anasema tumuombe atupatie ndio tufurahi. Hebu angalia Isaiah 9a. Isaiah 9a. I found this very interesting. 9a inasema hivi. In all their distress, hawa ni wana wa Israeli. In all their distress, Biblia version zingine zinasema in all their suffering, he too was distressed. Zingine zinasema in all their sufferings, he too suffered. Ya kwamba shida za wana wa Israeli zilikuwa shida zake. Mungu, God feels you. Anasikia vile unasikia. Hebu angalia vile Paul aliambiwa Saul kabla hajakuwa Paul na Yesu. Yaani vile anatesa kanisa, Yesu anasikia uchungu. Anauliza Paul, why do you persecute me? Mpaka Paul anauliza, sasa mimi how do I persecute you? How do I persecute God? Lakini anamwambia vile unapiga kanisa, hiyo uchungu ni yangu. So when you get distressed, God gets distressed too. That is the Bible. That is what the Bible says. God has chosen us very, very deliberately for his own praise. 1 Peter chapter 2 verse 9, that is what it says. We are a chosen people. I was thinking about who are chosen. Na nilikuwa nafikiria, unajua hii dunia iko na billions and billions of people. Tangu iumbwe, so many people have died. Lakini Mungu amekuchagua. You are chosen. Yesu alisema, you didn't choose me.
Ndivyo aliambia wanafunzi wake. You didn't choose him. Kwa sababu ni kweli hatungechagua Mungu, hatukuwa tunamjua. We were in darkness. So he actually chose you. I want you to see the love of God. Yaani mtu ako nje pale, tuseme ni mfalme hata anaingia huko. You don't even know whether he exists. Hujui kama yuko nje kwa sababu we were in darkness, hatukuwa hata tunajua mambo ya Mungu. Then he comes in here and he starts picking some of us. Anakuambia, you didn't choose. You didn't even know that I existed. I chose you. That is what happened. I chose you. Now unajua when he chose you, that is even more interesting and more awesome. Unajua alikuchagua lini? Nilikuwa najaribu kufikiria ya kwamba wakati fulani Mungu alikuwa peke yake. Wakati fulani Mungu alikuwa peke yake. Hakuwa na malaika kwa sababu aliwaumba. Dunia haikuwa imeumbwa kwa sababu aliumba. Kule mbinguni hakukuwa kitu, alikuwa peke yake. And you know, even at that time when he was alone, you were in his mind. That is how special you are. You are so special that God knew you. I've said this over and over again. Kuna wimbo unaimbwa, he knows my name. And there is something that I find so interesting. Ya kwamba one day Mungu aliniita kwa jina. And that thing, sitawahi sahau. I find it very, it's awesome. It's something that I hold on to. In my darkest moments, in my lowest moments. Nikikumbuka Mungu aliniita kwa jina. He knows my name. And he knows your name too. When we were getting our last born, tulikuwa tumetoka mission mahali. Tulikuwa si mission hasa, tulikuwa tumeenda open air mahali. And so brethren, tulikuwa tumekusanyika mahali and we are very happy to be. You know how brethren feel when they are together. Hata wanasikia waachani, hamsikii kuachana. And so we were there giving stories na kushare the word. And my wife was pregnant with our last born. Mungu aliniita jina, akaniambia go home. He called me and told me, go home. Your wife is in labor. Hata nikaangalia hivi nani ameniongelesha. Your wife is in labor. Sitawahi sahau. I mean, God loves us and knows us every bit. Hata nilikuwa nakumbuka wakati walikuwa na Moses. Kule wakati alikuwa ameendea zile agano. Mungu anamwambia, watu wako kule chini wameharibu kila kitu. Yaani wako na, I want to show you how omnipresent God is. He is everywhere. Mko na yeye hapa na anakuambia mambo ya kule, vile mambo yameharibika kule. Tuko na yeye, nimetoka kuhubiri neno lake na yeye ananiambia vile mambo yako nyumbani. He's so good. He loves you. He loves us in a very special way. Hata hatutawahi elewa vile anatupenda. Na alitupenda before the foundations of the earth. Wapendwa, let us arise through faith. Kwa sababu that is the only way that God can glorify himself in our lives. There is a very, very nice story told about David and the son of Jonathan. Na siku moja is found in 2 Samuel chapter 9. 2 Samuel chapter 9. Au maneno yanafurahisha roho yangu sana. 2 Samuel chapter 9. Sikieni vile mwanadamu aliuliza. 2 Samuel chapter 9 verse 1. Huyu ni mwanadamu David. Aliuliza hivi. Is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake? Tunajua kwamba Jonathan na David walikuwa na agano. They had a covenant.
And David was feeling, I want to show kindness to anybody wa hiyo nyumba. Kwa sababu ya ile agano yetu, I want to show kindness. Kama Daudi anataka kuonyesha kindness kwa mtu kwa sababu ya hiyo agano yao na Jonathan, how much more do you think God wants us to show kindness to you? Because of the covenant that was established by the blood of Jesus. Jonathan na David, they are not even related. Lakini they had a covenant and he feels obligated. Anajisikia anahitaji anapaswa kuonyesha fadhili zake kwa kijana ambaye kutafuta yeyote. He just wants an object. He wants an object that he can pour his kindness to. Nasi sisi ndio objects za fadhili za Mungu. He wants to show kindness to us because of the covenant between him and Jesus. I mean, because of the covenant that was established through the blood of Jesus. Na kweli walimtafuta na wakampata. Na alipokuja, he felt so, anaitwa Mephibosheth. He felt so unworthy, mpaka anauliza David, ambaye amekufa kama mimi, why are you concerned? Yaani mimi, sio kwa sababu ya vile amekaa vizuri, but there was a covenant. What is my point? Ya kwamba, it's not because we look in a certain way, but it's because of that covenant and God chose us. And alimwambia, I want to restore everything. Chochote ambacho kilikuwa cha babu yako, I want to restore. In fact, verse 7 inasema hivi, don't be afraid, for I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, and you will eat at my table. God wants us to eat at his table. And he wants to restore everything that we had lost because of that covenant. Everything, not some. Na niwaambia, salvation is about restoring everything. In fact, putting us in our original position. Either it's authority, it's joy, happiness, name it. God is restoring everything unto us. And I knew you will always eat at my table. The difference between Mephibosheth is that our promises are locked in the Word of God. It's not physical. They are locked in the Word of God. And we are going to unlock our promises by faith and through faith. And so, as I said before, we must put ourselves in a position where now we can partake the table of the Lord. Hiyo meza ya Bwana by faith. Tusiwe kama wana wa Israeli ambao walikosa, ama tusiwe kama Hannah. Hannah was miserable in the house of the Lord. Hannah was miserable in the house of the Lord. Yet she would go there every single year. Lakini tuje to partake at the table of the Lord by faith, kwa sababu that is the only way that we can partake. Kuna mambo nilikuwa najaribu kuangalia, why were the children of Israel destroyed? Because Biblia inatuambia kwamba tuangalie mambo mengine ndio tujifunze. The Bible says they despised the word of God. They despised the word of God. They rejected the word of God. They actually denied it the opportunity to work. Kwa sababu
walikosa kumwamini Mungu. And I was thinking, the reason why God destroyed the children of Israel is because his word had gone forth and it could not come back to him. And these people are now standing in the way and refusing to give it an opportunity to work. So he had to remove them, kwa sababu neno haliwezi karudi. Neno lazima litekeleze kile limetumwa. Na kuna watu wamekataa kulipatia nafasi. Ikabidi waondoke ndio litekeleze kile ambacho neno lilikuwa limetumwa litekeleze. Kwa sababu it had to work. It had to work. God, tuliambiwa asubuhi, he's not a man that he may lie. He had spoken, for his word to come back to him for it would have meant that he had lied. He couldn't and he can't lie. Na sisi pia tujue ya kwamba hana lie. Whatever promise he has made, let us take it because it's meant for us. It is meant for us. God finally wants to distinguish us from the rest of the world by glorifying himself through the church. We can't afford to miss the season. Tupatieni Mungu nafasi aweze kujitukuza. Sisi hakuna mahali pengine Mungu anaweza kujitukuza. In fact, I've heard people talk ill about Israel. Of course, ni wale ambao hawajaokoka. Na wanauliza kwani Israel tu. And there is something that God did even as he picked Israel. He wanted our people that he could introduce himself to. Kwa sababu dunia ilikuwa non-believers. He had to pick somebody to come up with a nation ndio aweze kujidhihirisha. In fact, I love reading the book of Exodus. I love reading the book of Deuteronomy. Kwa sababu unaona Mungu kabisa. Mungu you feel like you know him better. Wakati anaongea na Moses, anamwambia uwezi ukaniona uso wangu na uishi. Hebu nikufiche mahali nipitie hapa. Kwa sababu uwezi ukaniona uso. Na anapita akiongea akisema the Lord, gracious, loving and all that. Unaona, you can tell God exists. I mean, it builds our faith. God has given us the opportunity to see him in the lives of the nation of Israel. He wanted to introduce himself to the earth, and that is the only way he could do that. And now he wants to glorify himself through the church. Let us give him the opportunity by rising, by faith, ndio Mungu aweze kujidhihirisha. Na mimi nitafikisha hapo. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo season tunaangalia mtu, Bwana Yesu apewe sifa, na tunamnung'unika, and as the servant of God said, it is in his ears. Alisema mlijiita grasshoppers, basi mmesema hiyo mkinung'unika mbele zangu, nilisikia na masikio yangu. Wakati wale waliporudi, wale the spies, wale 12 spies na 10 walitoka kabisa. Ni Joshua na Caleb tu ndio walirudi na report wakasema he is well able. Hata kama kuna giants, our God is well able. Amen. So twende mbele za Bwana. Tujiangalie ni wapi tumenung'unika. Na kunung'unika inaweza kuwa ni hiyo hali ambayo sasa hakuna pesa na tunaona Mungu haingii. Sasa hakuna watu kanisani na tunaona Mungu hayuko. Sasa mbona tunaomba, tuna fast and all that. Twende mbele za Bwana. Tutubu kunung'unika mbele zake, maana anasikia. Haleluya. Tutubu hata kunung'unika kwa jamii zetu. Sasa kama ni serikali au kama ni watu, kama yani kunung'unika tu, enda mbele za Bwana. Baba, tunakuja mbele zako. Tunakuomba utusaidie Mfalme. Tuonekanie Bwana, tumenung'unika kweli kama watu wako. Na tunanung'unika ukituona Bwana. Hakuna kitu tunaficha wakati tunanung'unika mbele zako. Tunawekelea watu vidole, tunasema huyu amefanya hivi, simtaki, sitaki. Kama ni mahali sitaki kwenda, kama ni watu siwataki.
Kama ni kwako, unawadharau na unawaambia ukweli ule ambao unakata shoka, unawafanya wakajisikie vibaya. Unaweza kuwa ni bibi, ni mume, ni watoto, ni jirani. Kunung'unika na Bwana anasikia. Na Baba hajatuambia tunung'unike, ametuambia tumtumainie, tumshukuru. Na Bwana, asante kwa hata haya hii siku ya leo ambao Bwana umetuambia kwamba ni msimu, it is seasons. There are no seasons that are permanent, Lord. Hakuna msimu ambao umekuja kukaa. Hata kama ni msimu wa mvua unaishanga, hata kama ni msimu wa baridi unaishanga, hata kama ni msimu wa jua unaisha. Na kweli tunatembea na hivyo maisha yetu ni misimu mbalimbali. Bwana, wengine wetu na wengi wetu tumejikuta tukinung'unika sana. Mungu, mbona watu hawanisaidii? Mbona watu hawanipendi? Mbona watu wananidharau? Na Bwana unasema wewe unajua, unaona, na kile unataka tufanye ni kukutumainia. Bwana, tusaidie tuweke tumaini letu ndani yako Mungu wetu. Tusaidie Bwana, tumenung'unika Bwana. Tumekuwa Cain, Baba. Tumekuwa Cain ambaye alinung'unika mpaka hata akamuua Abel. Bwana, tusaidie. Hata kanisani tunanung'unika Bwana. Nyumbani kwetu tunanung'unika Bwana. Kwa watoto tunanung'unika, kwa wazee wetu, kwa wamama wetu tunanung'unika, kwa wazazi watoto wananung'unika. Watoto Bwana wananung'unika kwa wazazi badala ya kuwaheshimu na kuwapenda. Pia Bwana, hata wazazi wananung'unika kuhusu watoto badala ya kuwabariki. Kwa hivyo tumekuwa taifa ambalo linatangaza laana juu ya nyingine. Wazazi wanalaani watoto kwa kunung'unika Bwana. Watoto wanapokea laana kwa kunung'unika juu ya wazazi wao Bwana. Watoto wameambiwa katika neno lako Bwana, wapende, waheshimu baba na mama na siku zao zitakuwa mrefu. Lakini kwa sababu